السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عباد الله، Allah tabaraka wa taala katika sura nilotangulia kuisoma, suratul Qadr, anatufahamisha jambo kubwa ambalo hivi sasa mimi na nyinyi tuweza kusema kwamba tushaingia katika masiku yake. Allah tabaraka wa taala kitaja humo katika hiyo sura, na haya ninayataja kwa sababu kusema kwamba kuna munasaba baina ya sura hii na haya masiku ambayo tuko nayo hivi sasa. Sisi tushaingia katika 10 la mwisho miongoni mwa 10 ya mwezi wa Ramadhani. Hili 10 hili lina fadla kubwa inda Allah tabaraka wa taala, na ni katika mawasimul khair, na ni miongoni mwa misimu ya kheri kwa Waislamu. Waislamu wana misimu yao ya kuchuma, kama vile watu waovu walivyokuwa na misimu yao mibaya ya kutengeneza yale ya kuwasababisha wao kuingia katika jahannam, wa na'udhu billahi min dhalika. Ibadallah, enyi waja wa Allah, miongoni mwa misimu hiyo ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na miongoni mwa misimu hiyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni hili 10 la mwisho. Ibadallah, ndani yake kuna fadla ambazo hazipatikani isipokuwa katika 10 hili la mwisho. Ibadallah, mpaka wamefika hatua ya wanawazuoni kuyataja yale 10 ya Dhulhijja, lile 10 la Dhulhijja, na 10 hili ukaonekana kwamba 10 la Dhulhijja mchana wake ni bora kuliko mchana wa 10 hili la mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Lakini yale masiku, ule usiku wa yale masiku 10 wa mwezi huu wa Ramadhani katika 10 hili la mwisho ni bora kuliko masiku yote. Ibadallah, enyi waja wa Allah, Allah tabaraka wa taala akitufahamisha kunako fadhila za 10 hili la mwisho, Allah akasema: inna anzalnahu fi lailatil qadr. Hakika hii Qur'ani tumeiteremsha katika usiku wenye cheo. Maana yake katika hili 10 la mwisho kuna usiku unaopatikana ndani yake, na huo ni usiku wenye cheo, usiku mtukufu. Asa Allah akitufahamisha utukufu wake anatuambia hakika ameteremsha hii Qur'ani katika huo usiku wenye cheo. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Allah anasema, na ni nini kitakachokufahamisha wewe
kuna utukufu wa hiyo siku, kuna utukufu wa huo siku wenye cheo. Nini kitakachokufahamisha kuna Lailatul Qadr? Kufahamu ukubwa wake, jambo lake lilivyo. Siku zote watu au mtu kitaka halifahamu jambo kiundani na likazie, lazima kuna sifa zinazohusiana na jambo hilo utakazomtajia. Hata watu wanawazuoni wanatueleza au walimu wetu tunapokuwa tunasoma vitabu, lazima kwanza itangulie tarjama ya yule mwenye kitabu, alafu ndo kitabu kinapokuwa kina nguvu. Aloandika kitabu hiki ni fulani fulani, alifanya kadha, alikuwa hivi, ilikuwa hivi. Basi hata mtu kama anasoma kile kitabu, moyo wake umetulizana kujua nasoma kitabu cha nani. Ibadallah, kadhalika Allah tabaraka wa taala anatueleza ni nini kitakachokufahamisha huo usiku wenye cheo, usiku wa cheo ambao ndani yake kateremsha Qur'ani. Hasa ataka kutufahamisha baadhi ya mambo ya ubora wa siku huu. Akasema Allah tabaraka wa taala, Lailatul Qadr khairum min alf shahr, anasema huo usiku wa cheo ni bora kuliko miezi 1000, ni bora kuliko miezi 1000 ambayo hesabu yake inaenda kwenye miaka 80 na kitu. Mtu ana ibada inayofanyika katika siku hiyo, basi ubora wake ni kuliko miaka 80 na ibadallah. Yawezekana katika sisi hapa hakuna mwenye miaka hiyo, lakini katika 10 hili tu akajipinda, akajielekeza kwa Allah tabaraka wa taala, akahesabika kana kwamba amefanya ibada ndani ya miaka 80 karibia na 3 huko. Sasa Allah anatufahamisha usiku huo au huo usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000 mingine ambayo watu wanafanya ibada ndani yake. Mtu ajishughulisha zaidi ya miaka 80 na anafanya ibada, wewe ukafanya katika usiku huo, basi ubora unapitukia kufika kiasi hicho. Ibadallah, Allah tabaraka wa taala akaendelea kuzitaja fadla, akaendelea kutaja mambo na ubora unaopatikana katika usiku wenye cheo. Khairum min alf shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Allah sema kwenye usiku huo uteremka malaika waruhu na kadhalika Jibril. Sio malaika, ni malaika, lakini linatajwa jambo la ukubwa. Uteremka malaika kadhalika na Jibril kuteremka katika usiku huo. Anaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallama akielezea kisehemu hiki katika hadithi ambayo amepokea Imam Ahmad, anasema innal malaikata tilka laylata fil ardi aktharu min adadil hasa. Nasema hakika kwenye usiku huo wenye cheo malaika wanaoteremka katika ardhi, basi malaika wanakuwa ni wengi kuliko idadi ya mawe ya changarau. Zile changarau unazosijua wewe, malaika wanateremka ni wengi katika hii ardhi kuliko hiyo idadi ya changarau unayojua wewe. Ibadallah, hizi zote ni fadla zinazopatikana katika mwezi mtukufu Ramadhan. Tanazzalul malaika waruhu fiha biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao, min kulli amr, wanateremka na kila amr. Alafu Allah tabaraka wa taala anasema salamun hi, usiku huo bwana, salamun hi, huo usiku wa cheo Lailatul Qadr, amani inakuwa katika usiku huo. Salamun hi, huo usiku unakuwa na amani, hakuna marumbano, hakuna tabu, shaitani afanyi vurugu zake. Salamun hi hatta matla'il fajr, mpaka kuchomoza kwa alfajr. Huo usiku wa Lailatul Qadr ndani yake ni utulivu na amani, watu wakijidekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, yani waja wa Allah, limadha nadhkuru hadha? Kwa nini sisi tuyataja haya? Tuyataja kwa sababu ndani yake kuna kheri. Umri wetu sisi hatuna umri mrefu. Watu wanarudi kwa Allah tabaraka wa taala afwaja, makundi kwa makundi. Ukitizama katika jamii yako, ukiwahesabia karibia watu 50 walokufa unaowajua wewe, humkuti hata mtu unayemwona alikuwa katika kheri. Watu wanarudi ni makundi kwa makundi. Leo kazi kwa huyu, kesho utasikia sui fulani, kesho kutwa fulani. Tizama wanaondoka na nini kuelekea kwa Mola wao. Ibadallah, ambayo wakifika huko walilia warudi,
waje kuyatenda ambao mimi na nyinyi tuwachezea kama hili 10 la mwisho. Watu kana kwamba hatuna habari kunako 10 hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ikifika 10 la mwisho anakaa itikafu msikitini, anaweka muda wake wote kwenye lile 10 akimwabudu Allah tabaraka wa taala. Kadhalika masahaba na salafu na salih. Lakini ni jambo la ajabu, uweza kukuta msikiti kama huu hakuna hata mtu mmoja aliyeweka itikafu. Bali si hapa tu, uweza kupita karibia kama misikiti 30 20 hakuna. Wakati hili 10 hili ni 10 la kujipinda. Yaani unakuta hakuna mtu katika hili 10 ambaye ameweka itikafu. Basi hilo limekushinda la kuweka itikafu. Kunyanyuka sasa usiku kaswali katika hili 10 ambalo ndani yake inapatikana Lailatul Qadr. Hatuijui mimi na wewe, lakini inapatikana katika 10 la mwisho kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Washindwa mtu kunyanyuka usiku. Kuna misikiti watu wanakesha, watu wanalala ikifika mida saa 8 saa ngapi wananyanyuka kufanya ibada. Itafuta misikiti hiyo iko mingi. Wanafanya hiyo khairi. Nenda kalale. Yaani mpaka sehemu nyingine watu mpaka dini daku wanawekewa bure, kila kitu bure, lakini watu wakuja kukesha wakimwabudu Mola wao tabaraka wa taala hawapo ibadallah. Ametaja amepokea hadith al-Imam Ahmad kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Qala, sikiliza anavyotueleza Abu Huraira, lamma hadara Ramadhanu, wakati ilipofika Ramadhani, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Allah swalla na salam ziwe juu yake alisema kuambia masahaba ridwanullahi alayhim, qad ja'akum Ramadhanu shahrun mubarakun, kwa hakika si vinginevyo nyinyi umekujieni mwezi mtukufu wa Ramadhani, umekujieni mwezi wa Ramadhani, shahrun mubarakun, mwezi ambao umebarikiwa ndani yake. Iftarallahu alaykum siyamahu, kwa hakika huu mwezi Allah amefaradhisha funga yake juu yenu. Allah amewafaradhishia nyinyi kufunga huu mwezi. Tuftahu fihi abwabul janna, fadhila zinazopatikana katika mwezi huu hufunguliwa milango ya janna. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, na hufungwa milango ya jahannam, milango ya moto hufungwa. Watughallu fihi shayatin, na mashaitani kadhalika hufungwa, huzuiliwa. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mahallu shahidi nilipokuwa napakusudia, akasema fihi lailatun khairun, katika mwezi huu fihi lailatun, kuna usiku, manake katika hili 10 la mwisho kuna usiku ambao khairun min alf shahrin, ni mbora usiku huo kuliko miezi 1000, kama tulivyotanguliza kueleza kwamba ni zaidi ya miaka 80. Akaenda kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurima, mwenye kunyimwa khairi ya usiku huo akanyimwa kuudiriki usiku huo, faqad hurima, hakika huyo kanyimwa, kakosa huyo. Mwenye kunyimwa khairi ya usiku huo Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, faqad hurima, hakika huyo atakuwa amenyimwa, kakosa khairi hiyo kwa kubwa. Ibadallah, hebu jiulize, mathalan hivi sasa wewe ni kijana una miaka 18, miaka 20, 25, ukawa kila katika 10 la mwisho la Ramadhani unaitafuta Lailatul Qadr. Allah akakujalia labda umri wa miaka 40 mingapi, zaidi ya miaka 15 20, unaitafuta Lailatul Qadr, na lazima utaipata kwa sababu inapatikana kwenye 10 la mwisho. Ni heri ngapi wewe utaondoka nazo mbele ya Allah tabaraka wa taala? Ni nyingi, lakini sisi hatuna habari kabisa kuna Lailatul Qadr. Misikiti watu wanatangaza kulala, kukesha, wakimwabudu Allah tabaraka wa taala, lakini watu wakuja kukesha hakuna. Kadhalika mtu kusema kuamka usiku, kadhalika watu hawana habari, ndio kwanza wanakoroma, wamekesha katika mechi, wamekesha katika mipira huko, hawana habari na mwezi mtukufu wa Ramadhani, hawana habari na usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadr. Aqulu qawli hadha astaghfirullah.